Hello everyone. So kuna watu huwa wanauliza kwamba unapokuwa na vidonda vya tumbo ni dawa gani ambayo unaweza kaitumia kwa ajili ya kuweza kuarrest hii changamoto ya vidonda vya tumbo. Kwanza kitu ambacho unatakiwa kuelewa, sawa, kwenye concept ya vidonda vya tumbo vina segment nyingi na sababu zake huwa ni tofauti. Lakini kuna conditions za vidonda vya tumbo ambazo huwa zinatokea ndani ya tumbo, tunaita peptic ulcers, PUD. Sawa, hizi condition basically inaweza ikawa imesababishwa na bakteria wakati mwingine, lakini wakati mwingine ni kwa sababu ya acid effect. Ukuta wa ndani wa tumbo unapodhoofika, sawa, tunaita mucosic membrane, unapodhoofika ana acid ikawa stimulated kuzalishwa ndani ya tumbo, inaweza ikaenda moja kwa moja kaunguza zile kuta za ndani. Zinapoungua ndio sababu ya mtu kuweza kupata hiyo condition ya vidonda ambayo tunaita ni PUD kwenye segment ya acid, na wakati mwingine unaweza ukasababishwa na bakteria. Lakini kuna vidonda vya tumbo vingine ambavyo ni very common. Unapata maumivu upande wa kulia hapa karibia na chini ya titi. Wengi unaweza ukahisi labda ni mfuko wa nyongo umepata athari au ini, lakini kuna vidonda vinaitwa duodenal ulcers, ambapo hivi vidonda vyote either una PUD labda kwa sababu ya acid au bakteria pamoja pia na duodenal ulcers, unaweza ukavitibia kwa kutumia mmea mmoja tu. Ndani ya huo mmea unaitwa comfrey, sawa, mizizi yake ndio inaweza ikasababisha kuweza kuponyesha kidonda kwa haraka. And kwenye hii mizizi, sawa, kuna specific properties, biochemicals, ambazo kitaalamu tunaziita ni cellular proliferators. Kitu ambacho ni cellular proliferator maana yake kinasaidia kukuza seli kwa haraka. Kwa imagine umetengeneza kidonda kimechimbika, sawa, what you need to do ni kutumia kitu ambacho kitakuza zile seli kidonda kiweze kufunga, sawa. Now ukitumia huu mmea, it's very quickly, within just 7 days kidonda kinakuwa kimepona. Lakini mimi nisingeshauri uishie hapo. Now assume wewe ni mtu ambaye umepata changamoto ya duodenal ulcers, na inawezekana umehakikisha kwa kufanya vipimo kama vya OGD. Umefanya OGD wakagundua kwamba una vidonda sehemu hii hapo vinaitwa duodenal ulcers. Unaweza ukatumia hii comfrey formula ambayo sisi tunao pia katika kituo chetu cha tiba, kikakusaidia ndani ya siku 7 kidonda kimepona. Kuna high possibility kidonda kikarudi tena. Kinarudije? Ni kwa sababu hujarekebisha sababu iliyopelekea wewe kupata hicho kidonda ambacho tunaita ni duodenal ulcer, kidonda kwenye sehemu ya kwanza ya utumbo mdogo. Sababu kubwa inayo contribute au inayosababisha watu kupata vidonda kwenye sehemu ya kwanza ya utumbo mdogo ni kwa sababu ya udhaifu wa kongosho. Kongosho ina upande ambao kitaalamu tunauita exocrine part. Sawa, ni sehemu ambayo inahusika most likely na kuzalisha digestive juices pamoja pia na enzyme ambao wanahusika na mmeng'enyo wa chakula. Sio upande ambao unahusika na hormone, la hasha, upande mwingine. Sasa huo upande ukidhoofika unashindwa kuzalisha one specific biochemical inaitwa sodium bicarbonate. Sodium bicarbonate ni muhimu sana kwa ajili ya kuweza kupooza acid kipindi ambapo chakula kinatoka ndani ya tumbo. And the simplest mechanism ni kwamba kutoka kwenye kongosho yako mpaka kwenye sehemu ya utumbo mdogo, sawa, sehemu ya kwanza, kuna mshipa maalum kitaalamu tunaita pancreatic duct, ambao kazi yake ndio kusafirisha hiyo kemikali inaitwa sodium bicarbonate, ambao basically hata jikoni kule bicarbonate wa dada wengi huwa mnaifahamu ipo, okay, magadi, ambayo yakija moja kwa moja kwenye ile sehemu ya kwanza utumbo mdogo, kazi yake ni kupooza kile chakula chenye acid ambacho kimetoka ndani ya tumbo. Sasa ikitokea kongosho imedhoofika and chakula cha acid kila siku basically lazima ule. Sasa unapokula kile chakula kitoka cha acid, kama hakipoozwi, kinaweza kuunguza tena ile sehemu ya kwanza utumbo mdogo ambayo umetumia dawa ya comfrey ukapona, ukatengeneza vidonda upya. Kwa hiyo what I advise, unaweza ukatumia the formula ambayo sisi kwenye kliniki yetu tumetengeneza katika bone and connective supporting formula, lakini pia ukatumia dawa ambazo zinarekebisha kongosho yako, alright, ili iweze kurudi kwenye ufanisi wa kuzalisha sodium bicarbonate ili uweze kuondokana na hiyo changamoto ya vidonda moja kwa moja. Karibu sana clinic kwa ajili ya msaada zaidi.